Serikali ya Marekani imetangaza motisha ya fedha kwa takriban wafanyakazi milioni 2 wa serikali ya shirikisho watakaojiuzulu kwa hiari, ikiwa ni sehemu ya mpango kabambe wa kupunguza ukubwa wa serikali nchini Marekani. Mpango huo wa serikali unamruhusu mfanyakazi kutangaza kujiuzulu sasa, lakini akaendelea kulipa mishahara na marupurupu kwa muda fulani kabla ya kuondoka rasmi kazini. Hatua hiyo itawawezesha wafanyakazi wa serikali kubaki kwenye orodha ya malipo, lakini bila kulazimika kufika kazini, na huenda majukumu yao yakapunguzwa au kuondolewa kabisa kwa muda huo. Taarifa hiyo ya kupunguza wafanyakazi inawataka ifikapo tarehe 6 Februari 2026 wawe wameshafanya maamuzi iwapo watajiunga na mpango huo ama la. Kwa watumishi watakaokuwa tayari kustaafu kwa hiari, wanatakiwa kutumia akaunti rasmi ya serikali kuwasilisha taarifa zao. Ofa hiyo inawahusu wafanyakazi wote wa kiraia isipokuwa walioko kwenye sekta ya uhamiaji, usalama wa taifa na wale wa shirika la posta la nchi hiyo. Marekani ina takriban wafanyakazi wa kiraia zaidi ya milioni 2.3 wanaotoa huduma katika maeneo mbalimbali ya kitumishi kama vile afya ya wanajeshi wastaafu, ukaguzi wa kilimo na usimamizi wa malipo ya serikali. Wafanyakazi wengi wa serikali ya Marekani wanawakilishwa na vyama vya wafanyakazi na hulindwa na sheria za ajira. Hata hivyo, waraka huo umeeleza kwamba serikali itapanga kutumia likizo zisizo na malipo na kuwabadili wafanyakazi wengi kuwa katika mpango wa kustaafu kwa hiari, hali inayotoa fursa kwa mwajiri kumwachisha kazi mtumishi bila kutoa taarifa wala sababu. Kawaida, malipo ya fedha kwa wanaoachishwa kazi kwa hiari hufikia dola milioni 25 za Kimarekani.